Asante sana mtazamaji kwa kuendelea kubaki nasi. Karibu, huu ni wasaa wa Jicho Letu Mkoani. Takwimu za hospitali ya rufaa ya kanda ya Bugando zinaonyesha kuwa zaidi ya wagonjwa 2500 hupokea huduma za matibabu ya saratani kila mwaka, huku zaidi ya watoto 400 wakipatiwa huduma hizo. Aidha, kati ya watoto 400 hadi 600 hupokelewa na kuhudumiwa kila mwezi katika vitengo mbalimbali vinavyohusiana na ugonjwa huu. Katika Jicho Letu Mkoani siku ya leo, Kisale Simba ametuandalia taarifa ifuatayo. Kwa mujibu wa wataalamu wa afya, saratani hutokea pale seli za mwili zinapoanza kukua na kuzaliana bila mpangilio wa kawaida, hali inayosababisha uvimbe au kuathiri viungo mbalimbali vya mwili. Katika wodi ya watoto tunamkuta daktari bingwa wa saratani ya damu, Daktari Helonima Kashagile, akianza majukumu yake ya kila siku. Idadi ya wagonjwa huongezeka kila uchao, huku saratani ya damu ikiendelea kuongoza kwa idadi kubwa ya wagonjwa wanaoripotiwa kupata matibabu hapa, huku kitaalamu bado haijajulikana sababu ya saratani kutokea. Mpaka sasa kitaalamu hakuna kisababisho cha saratani kwamba ukila kitu fulani au ukifanya kitu fulani basi unapata saratani, ila tafiti zinaendelea kufanyika kugundua kwamba nini ni changamoto kubwa kwa kinacholeta saratani. Ni aina gani ya saratani kwa watoto inaongoza kwa matibabu kutibiwa hospitalini hapa? Tumeona saratani ya damu imekuwa iko juu sana, inakaribiana na statistics za dunia kwamba saratani ya damu inaongoza, inafuata na saratani ya ubongo. Ndani ya maabara, wataalamu hufanya kazi ya muhimu ya kuchunguza sampuli za wagonjwa ili kubaini aina ya saratani walionayo. Mashine hii tunaanza kwanza kuchukua sampuli ya aina ya damu. Inaweza ikawa ni aina mbili za sampuli. Aidha inawezekana ni sampuli ya damu ya kawaida kupitia kwenye mkono au sampuli ya damu kutoka kwenye uroto wa mfupa. Baada ya utambuzi, safari ya matibabu huanza. Hii ni moja ya tiba kuu zinazotumika kuharibu seli za saratani na kuzuia ugonjwa kusambaa zaidi mwilini. Katika chumba cha dawa za saratani, mfamasia bingwa Jerry Masungulu anasimamia maandalizi ya dawa zinazotumika kuokoa maisha ya wagonjwa wa saratani. Mpaka mgonjwa anafikia kuja kwenye kitengo cha chemotherapy, manake amesha kuwa na confirmatory diagnosis, yani tumehakikisha kwamba huyu mgonjwa ana saratani. Lakini pia kwenye kuhakikisha huwa tunajua ni aina ipi ya saratani na hiyo saratani imefika hatua gani. Safari kama hizi zenye milima na mabonde ndizo zimekuwa sehemu ya maisha ya wagonjwa wengi hapa Bugando, watoto kwa wakubwa. Miongoni mwao ni Bi Hasna Saifu. Baada ya kuona madoa mekundu katika miguu, ikabadilika kutoka kwenye wekundu ikaleta weusi. Weusi ule uliendelea kuongezeka katika miguu. Baada ya hapo nilishtuka mwaka huu mwezi wa 3. Miezi mitatu tu iliyopita maisha ya Hasna yalibadilika ghafla baada ya kugundulika kuwa na saratani ya mishipa ya damu. Si Hasna tu anayepitia maumivu haya, bali kuna wagonjwa wengine ambao wapo katika tiba, akiwepo mzee Filipo Masota. Na nilifanyia operation. Kaonekana kwamba tatizo ni tezi dume, ndio tatizo. Kwa hiyo nikapata operation, basi nimeendelea na matibabu, lakini walikuwa wameshatoa sehemu fulani ya kupima, ikaonekana ndio nina saratani. Kwa hiyo ndio nimeanza matibabu ya saratani. Aina ipi ya saratani kwa upande wa watu wazima inayoongoza kutibiwa hospitalini hapa? Saratani ya shingo ya kizazi ndio iko juu zaidi. Kwa hiyo utawaona wanawake ni wengi zaidi ukilinganisha na wanaume. Matibabu ya saratani hutegemea aina ya ugonjwa, eneo ulipoathiri mwili na hatua ambazo saratani imefikia. Mbali na tiba kemikali, wagonjwa wengine hupatiwa tiba ya mionzi. Unaweza ukatoa matibabu kwa lengo la kumtibu ugonjwa wa saratani. Tunasema saratani ambazo zipo kwenye hatua ya awali, ambazo hazijasambaa kwenda sehemu nyingine za mwili. Lakini pia tunaweza tukatoa matibabu kwa mgonjwa ambaye ugonjwa umeshasambaa kwenda kwenye eneo jingine la mwili, ila hauwezi ukamtibu akapona huyo mgonjwa.
Katika safari hii ya matibabu ya saratani, pamoja na maendeleo ya teknolojia na matibabu, bado wanakabiliwa na changamoto. Matibabu ya saratani ni gharama, kwa sababu yanahitaji kutoa kinyama kichunguzwe, yanahitaji kuchunguzwa kwamba imesambaa kwa kiasi gani, alafu baada ya hapo inahitaji ile kemikali ambayo na yenyewe ni gharama kubwa. Wagonjwa wengi wanakuwa wameshatumia dawa nyingi za mitishamba, wametumia dawa nyingi kwa likotoka. Na dawa nyingi zinaweza kuathiri figo, zinaweza kuathiri ini, zinaweza kuathiri hali nzima ya mwili wa mgonjwa. Na niyo serikali nayo ifikiria hali ya gharama. Gharama ni kubwa ya matibabu kama mtu hatumii bima. Saratani ya shingo ya kizazi ni saratani ya 4 kwa wingi zaidi miongoni mwa wanawake duniani. Takwimu za mwaka 2022 kutoka Shirika la Afya zinaonyesha kuwa takribani wanawake 660,000 waligunduliwa na ugonjwa huu kote duniani, huku takribani wanawake 350,000 wakifariki kutokana na saratani ya mlango wa kizazi, huku kati ya 60 hadi 70 ya wagonjwa wanaofika hospitalini hapo hugundulika kuwa tayari wapo katika hatua za 3 na 4 za saratani. Kisali Simba, Star TV, Mwanza. Asante sana Kisali Simba kwa simulizi hiyo. Mtazamaji, tende mapumziko mafupi, habari za biashara na uchumi zitafuata.